Viwango vya ukuu. Somo linaitwa viwango vya ukuu. Majina yangu ninaitwa Delson Herman. Bwana asifiwe. Wangapi ni watu wakuu? Tokea asili ya mwanadamu kabla hajaumbwa, Mungu mwenyewe anamtambulisha kama mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo ile 1 mstari ule wa 26, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Amen. Hapo si Mungu na malaika jamani, ni Mungu anashauriana na nafsi zake, ambao tunafahamu wote ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Amen. Sio Mungu watatu, ni mmoja. Anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Mungu yeye mwenyewe ni nani? Mungu ni muumbaji wa kila kitu, na yeye ni mtawala wa kila kitu. Amen. Ukisoma ile Zaburi ya 24 anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, nchi na vyote vikaavyo ndani yake. Kwa hiyo huyo ni Mungu ambaye anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, ili akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na viumbe vyote pia. Alafu huyo mtu ni mimi na wewe. Amen. Kwa tunaona asili yetu kuanzia mwanzo ilikuwa ni ukuu, kwa sababu anayetuumba mwenyewe anatufananisha na enzi yake ambaye yeye ni mkuu. Amen. Asili ya mwanadamu ni ukuu tangu mwanzo. Mungu alimuumba mwanadamu kuwa mtawala juu ya viumbe vyote. Ile Mwanzo 1:26 nimesha kusomea, lakini ukisoma pia Mwanzo 1:11, kwa wanaoandika wataandika, lakini pia Zaburi 8:5. Mwanzo 1:26, Mwanzo 1:11 na Zaburi 8:5. Mungu anamuumba mwanadamu kutawala na kumiliki, kwamba kile alichokiumba Mungu kule dunia, kule mbinguni, kule ni enzi yake. Amesema huku sasa nitamiliki mimi, lakini chini ambapo ni duniani nitamfanya mwanadamu kumiliki. Amen. Na ndio maana anasema kwenye hiyo Mwanzo 11 akaufanya mche kwa namna yake, kwa design yake mwenyewe aliyoipenda. Alafu hiyo design anasema na izae kwa jinsi yake. Yaani kila mti ulioumbwa uzae kwa jinsi yake, matunda ya jinsi yake. Sasa ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza, kwenye miti au kwenye chochote tunatumia it. Jamani, si ndio? Kiuzuri tupo na wasomi hapa, mtanielewa tu. Kwa hivyo ukisoma ile Biblia ya Kiingereza inaandika hivi kwamba, ngoja nikusomee hapa ili tuelewane vizuri. Ile Mwanzo 1:11 inasema hivi, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. Sasa anasema na izae kwa jinsi yake. Hiyo jinsi yake sio jinsi ya mti, kwa sababu kama ni jinsi ya mti ingesema after its kind. Kwa hiyo anasema after his kind, kwa maana yake mti unazaa kwa jinsi ya Mungu. Jamani, amina. Yaani kiwango ambacho tunatarajiwa kutoa matokeo sio kiwango chetu, sio kiwango cha kabila langu, kwamba sisi unajua makabila yetu bwana, ukishajenga nyumba 3 we yani hapo uvuki. Au unajua mimi bwana, kwa kiwango cha elimu yangu nikishanunua tu gari moja inatosha. Sasa asemi after your kind, anasema after his kind, kwamba kwa ukuu alionao anatamani na wewe ufanye ulete matokeo kwa jinsi yeye alivyo, sio kwa jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Tunaelewana jamani? Tunaenda taratibu, tutaelewana. Amen. Kwa hiyo asili yetu ni ukuu tangu mwanzo. Ile Zaburi 8:5
Malaika wanamuuliza Mungu, hivi mwanadamu ni nani hata ukamtukuza namna hiyo? Yaani umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Yaani maserafi kwa jinsi walivyo na utiisho wao, makerubi, wazee 24, wale wote walioko mbinguni, wakiringarishwa kwa renki ya mwanadamu, mwanadamu ni mkubwa. Amen. Kwa sababu wao waliumbwa kwa jinsi ambavyo Mungu anataka. Wengine wakaumbwa kwa moto, wengine ndio wale wakapewa macho kila mahali, lakini mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya Mungu mwenyewe. Amen. Unajiona ni namna gani wewe ulivyo mkuu? Kwa mtu anakuwaje mkuu sasa? Kitu cha kwanza cha kuelewa, namna gani sasa unakuwa mkuu? Ni sawa tumezaliwa kuwa wakuu, ni sawa, hiyo ni asili yetu. Lakini unawezaje kuwa? Cha kwanza ni ufahamu. Una ufahamu wa namna gani? Ukisoma Wagalatia 4:1, nitakusomea hapa. Wagalatia 4 mstari wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Ufahamu unakufanyaje wewe kuwa mrithi, ama unakufanyaje kuwa utumwa? Kiwango cha jinsi unavyomuelewa Mungu na jinsi unavyojielewa wewe kwa nafasi ulionayo, huo unaweza tukakuweka kama wewe ni mkubwa ama ni mdogo. Amen. Na ndio maana watu wanaokoka wanaitwa watoto wadogo. Kwa nini? Sio ni mtoto mdogo, hapana, lakini ufahamu kuhusu neno upo kidogo kwake. Bwana asifiwe. Kwa tunaanza kuwa wakubwa kwenye ufahamu kwanza. Ndio maana kuna watu ni watu wazima, kuna watu ni ukiuangalia mwili wake ni mtu mkubwa of course, lakini anatawaliwa na kitu fulani tu ambacho kuna mlokole amekaa kwenye wokovu tu miezi 3 amesha kishinda, lakini huyu mzee kinamsumbua bado. Amen. Ni kwa sababu ufahamu wake kuhusu neno la Mungu upo kidogo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuwa watu wakuu kwanza kwenye ufahamu. Tunaanza kwanza kuukuza ufahamu wetu, alafu kila jambo lingine linaendelea kuanzia hapo. Lakini namba 2 ni kuchukua hatua. Tumeshaelewa kwamba sawa mimi nimezaliwa mara ya pili, sawa mimi ni mlokole, sawa mimi ni mtawala katika roho na katika mwili. Amen. Lakini ninachukua hatua gani? Na hapa ndio watu wengi tunakwama. Tunakwama kwenye hatua ya kwanza ya kufahamu, lakini hatupigi hatua kuendelea mbele. Bwana atusaidie. Kwa hatua ya pili ni kuchukua hatua. Unakuwaje mkuu? Kwa kuchukua hatua. Namna gani? Ukisoma Yohana 1:12 anasema, nao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Uwezo tunapookoka tunapewa, yani automatic kwenye ulimwengu wa kiroho tunapewa uwezo. Lakini utaelewa namna gani? Cha kwanza lazima uchukue hatua ya kusoma neno, uelewe vizuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu unapookoka haushushiwi Biblia kichwani. Jamani, hayo yatakuwa ni majini sasa. Amen. Mungu ameumba dunia, akaiumba misingi, akaweka ili wanadamu waifuate. Kwa hiyo ili kuenenda lazima tufuate misingi ambayo Mungu mwenyewe anaitumia. Ndio maana Mungu mwenyewe hakutaka kuigeuza dunia, bali aliamua kushuka mwenyewe. Ni kwa sababu aliweka misingi. Amen. Kwa hiyo hatua tunayotakiwa kuichukua, cha kwanza ni kulijua neno la Mungu vizuri. Yaani ni lazima tu usome neno. Sasa kuna wenzangu na mimi Biblia tunaifungua Jumapili. Kufahamu hatua yako ya ukuu ni jambo lingine. Kama tulivyosikiliza vizuri ibada ya kwanza, yule Gehazi anamuuliza Elisha. Anaogopa. Anasema sasa nifanyaje? Maana wametuzunguka watu wengi, maana ni jeshi, yani nchi imekuja nje. Alafu Elisha anamwambia ngoja nikufungue macho uone walioko upande wetu. Amen. Elisha mwenyewe kwa na hatua akaona kwamba katika ulimwengu wa roho, kwa jinsi nilivyokaa, kwa jinsi ninavyomuelewa Mungu, hawa watu ni kidogo.
na kweli majeshi ya mbinguni yalikuwa pale. Amen. Lakini ukisoma Yakobo 2 pia 13 inaelezea kwamba kama mwili bila chakula, mwili bila roho unakufa, si ndio jamani? Na imani bila matendo nayo yakufa pia. Kwa hiyo tunaamini sisi ni watawala, lazima tupige hatua, tunatawala. Amen. Lakini hatua nyingine kwenye kutawala, katika kuchukua hatua, ni hatua ya maombi. Wale wana wa giza wanaomba mtu wa Mungu, yaani hilo sio jambo la kuuliza. Kama ni kafara wanatoa. Mganga ukienda anaweza akakuelezea maisha yako jinsi yalivyo, lakini angalia maisha ya mganga namna alivyojiweka. Bwana asifiwe. Na wewe, kuna mlokole mmoja analala tu asubuhi, mchana anakula makande, kesho tena hivyo hivyo, alafu anatarajia akabishane na zile principality nyingine. Kwa lazima tuchukue hatua ya maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Lakini naomba nipige hatua. Lakini namba 3 ni kuishi kwenye misingi ya wokovu. Tunawezaje kuwa wakuu? Lazima tuishi kwenye misingi ya wokovu. Biblia inasema kama mliomfuata alivyo mtakatifu, ninyi nanyi ni lazima muwe mtakatifu. Yaani hakuna namna unaweza ukatawala ndani ya mwili wa Kristo alafu we mwenyewe ni mchafu, wala uenendi kama Kristo mwenyewe anavyoenenda. Ukisoma Zaburi 11:3 inasema misingi itakapoharibika, mwenye haki atatenda nini? Msingi wa imani unasema vipi? Ombeni bila kukoma. We yani ushakoma hata hujaomba. Bwana asifiwe. Yani wewe ushahitimisha kabla hujaanza. Lazima tuenende kwenye misingi. Biblia inasema msiache kukutanika. Huo ni msingi. Kama ilivyo desturi ya watakatifu. Sasa kuna mtu yeye kukutanika kwake anataka tukio au apangwe sehemu fulani. Bwana atusaidie. Tuishi katika misingi ambayo Mungu mwenyewe anaifuata anapotaka kutufikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengi walianza vizuri ila sasa hawapo. Ni kwa sababu hawakuishi walichowaambia wengine. Ogopa kuwa bango, mtu wa Mungu. Unajua bango kazi yake linakuelekeza kwamba ukitaka kufika Mission Day, nyosha hivi utafika. Na ukinyosha kweli unafika. Sasa kuna watumishi kazi yao ni kukwambia acha dhambi. Yeye mwenyewe anaogelea kwenye dhambi. Kwa hiyo ni lazima tuishi kwenye mambo tunayowaambia wengine. Ni lazima tuishi kwenye misingi ambayo Biblia yenyewe inatutaka tufanye. Bwana asifiwe. Kwa mtu anakuwaje mkuu? Cha kwanza ni ufahamu, lakini cha pili ni kuchukua hatua, na namba 3 ni kuishi kwenye misingi ya wokovu. Kwa nini hatufikii ukuu? Tumeshajua sasa. Kwa sababu Mungu alivyotuumba ametuandikia sisi kuwa wakuu, na ametuandikia sisi kumiliki na kutawala. Na wote tunakubaliana Mungu sio muongo. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini hatufikii ukuu? Au Mungu aliyeandikwa na huyu tuliye naye ni muongo? Hilo ni swali nauliza. Kwamba Mungu aliyeandikwa kwenye Biblia. Tunasoma Biblia tunasema ni maneno ya Mungu. Lakini pia ni Mungu mwenyewe, si ndio? Sasa Mungu wa kwenye maandishi na Mungu wa kwenye matendo ni yule yule ama ni mwingine? Au hatujui jamani? Tuanzie hapa. Yaani au hatujui, tumesahau. Au nimuulize dada hapa. Dada anajua. Tunakubaliana Mungu ambaye ameandikwa na Mungu ambaye tunaenenda katika reality, kwenye uhalisia, ni Mungu huyo huyo, si ndio? Sasa kwa nini hatufikii ukuu? Shida ni sisi ama ni Mungu? Sababu namba 1 ni dhambi. Kwa nini hatufikii ukuu? Sababu namba 1 ni dhambi. Na hapa tutaenda kuidadavua dhambi ni nini,
dhambi inahusisha kitu gani? Bwana tusaidie tuelewe. Amen. Kila mtu anafahamu dhambi ni nini. Kuna mtu ukimuuliza yeye anaenda direct kabisa, dhambi ni kuiba. Lakini bado hajaitolea maana dhambi ni nini. Amen. Kuiba ni dhambi, lakini dhambi yenyewe ni nini sasa? Dhambi ni kitu chochote akifanyacho mwanadamu kisichompa Mungu utukufu. Dhambi ni kitu chochote akifanyacho mwanadamu kisichompa Mungu utukufu. Dhambi ni kitu chochote akifanyacho mwanadamu kisichompa Mungu utukufu. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 31 inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amen. Sasa tukubaliane hapa. Praise anayekuja kuimba ili aonekane leo ameimba vizuri, huyo amefanya dhambi. Hilo ni swali, yani hapo sikuelezei, hapo nakuuliza. Nimesema hivi, tumekubaliana dhambi ni kitu chochote akifanyacho mwanadamu ambacho hakimpi Mungu utukufu, si ndio? Kumpa Mungu utukufu ni maana yake kwamba naanzia kumwabudu Mungu kwenye moyo, naanzia kukimaanishia ndani, alafu ninaendelea sasa. Kama ni kupiga hatua ya kuimba, sasa ndo ninaimba, si ndio? Kwamba Mungu nimeanzia kumwabudu ndani, alafu sasa ninaimba. Kwa hiyo ibada yangu imeanzia ndani, sio imeanzia kwenye kuimba. Amen. Watu wa huku ni watakatifu sana, ngoja nije huku. Kwa hiyo tunakubaliana dhambi ni mwana praise anayekuja kuimba ili aonekane leo ameimbisha vizuri. Ndio hapana? Aya. Dhambi ni mdada ama ni mkijana wa kanisani anayejijua anajihukumu, lakini ameamua kuchelewa kwa makusudi tu, alafu amekuta ibada inaendelea. Hiyo ni dhambi, si dhambi? Neno lolote ambalo unalifanya na alimpi Mungu utukufu ni dhambi, si ndio? Kuchelewa ibada kunampa Mungu utukufu jamani? Sasa si tunaitika tu, au unasemaje Suzi? Bwana asifiwe. Kwa neno lolote tunalolifanya, hata nikisema nakuja kuhubiri ili nionekane ninahubiri vizuri, mimi nimefanya dhambi. Mungu anaweza akakuhudumia wewe, lakini mimi nimeshafanya dhambi moyoni. Bwana asifiwe. Nikitoa sadaka ili mchungaji aone mimi ni mshirika mwaminifu, nimefanya dhambi tayari. Jamani, amina. Tunaelewana jamani? Tusome Yohana wa kwanza 5:17. Tutaelewana tu vizuri. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 5. Yohana 5 mstari wa 17. Yohana wa kwanza 5 mstari wa 17 inasema, kila lisilo la haki ni dhambi. Jamani, amina. Hiyo ni Biblia jamani, sio mimi. Kila lisilo la haki ni dhambi. Tunapofanya majukumu kwa ajili imetubidi tu tufanye, uwe makini usije ukawa unamtenda Mungu dhambi, kwa sababu utumishi wa kwanza unaanzia moyoni. Daudi anasema maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Kwa hiyo ukija umejiandaa kuonekana, ukija umejiandaa kwa nia yoyote nje na Mungu, umeshatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunategemea dhambi ni mpaka uonekane imeandikwa usiue. Sasa mimi sijaua, usiibe. Sisi tuliokoka na Biblia inachoeleza hatua zaidi ya dhambi ni kile unachokifanya kisichompa Mungu utukufu. Kwa maana kila kisichompa Mungu utukufu
kinampa shetani utukufu. Bwana atusaidie. Dhambi ni kujua unatakiwa kufanya nini na ufanye. Dhambi ni kujua unatakiwa kufanya nini na ufanye. Dhambi ni mchukua matukio, anajua kabisa anatakiwa kuchukua matukio lakini achukui. Hiyo ni dhambi, sio huyu lakini. Amen. Dhambi ni mwana praise ambaye anajua kapangwa kabisa kuhudumu lakini haji. Inaangalia huko, msiseme nimemsema mtu. Dhambi ni mchungaji anayejua kabisa mimi ni mchungaji na natakuwa niwahi lakini kachelewa ibadani. Dhambi ni mzee wa kanisa, anajua kabisa nina jukumu kanisani lakini hajaja kanisani. Na hapa tuna viongozi. Hapa tunaongea jamani, si ndio? Tunajengana. Neno kazi yake ni kutuadibisha katika haki, kutuelekeza, si ndio? Na kutunyoosha kwenye njia iliyo sahihi. Nimesema changamoto moja ya kwanza si Mungu, na changamoto nyingine wala hata sio kwamba maandiko ni yana uongo, lakini dhambi ndio inatufanya tufike kwenye ukuu. Inatendaje kazi? Dhambi inaondoa kibali. Wana wa Israeli walipomkosea Mungu, Mungu aliondoka kwao, na kila wakati alipoondoka walipigwa, walishindwa vita. Dhambi inaondoa ule utukufu wa Mungu. Kwa ile namna ambayo umezoea kutembea na Mungu, ule ujasiri uliokuwa unautumia kwa sababu upo na Mungu, siku anaondoka wewe huna kitu tena. Samson, ukisoma Waamuzi kule kama ni 16, inasema na siku nyingine alivyoamka, akaamka kama alivyozoea, akijipiga kifua, alafu akafikiria ya kwamba bado ana nguvu zake kama mwanzo, lakini kumbe roho wa Bwana alikuwa ashamtoka, na hapo hapo akafa, akachukuliwa, akatobolewa macho. Hiyo story wote tunaifahamu. Amen. Kwa Mungu tu alipoondoka tayari akajikuta yeye ni mtumwa, na aliyekuwa mwamuzi wa Israel anaenda kusaga ngano kwa adui zao. Dhambi inaondoa kibali, lakini dhambi inashusha na kuondoa uaminifu. Tumesema jamani, nini kinasababisha tusifikie ukuu, si ndio? Kwa dhambi inashusha na kuondoa uaminifu. Mtu ambaye mpo kwenye wokovu leo, mnapiga naye dili, wewe kesho umeondoka kwenye lile kungu, kwenye lile gereza la dhambi, hutomwamini. Mtu ambaye leo mnakaa mnasema sasa, unajua kweli tunasali pale Missio Dei, lakini sasa hivi hawaweki ulinzi sana, twende tukafanye kidogo na maiki pale, afu zenyewe ni mpya. Mtu ambaye mnafanya naye hayo matukio leo, kesho hauwezi kumwamini hata wewe, kwa sababu wewe unakuwa ushapiga hatua, Mungu amekuinua na Mungu ameshakutoa, sasa umeamua kuokoka kweli kweli. Amen. Lakini ukikumbuka matukio tulifanya na huyu jamaa, sina uhakika kama ameokoka kama mimi. Inaondoa uaminifu, cha kwanza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa si tunaongea na vijana ambao tunatarajia kuoa. Mimi mwenyewe ni kijana jamani. Nilikuwa naangalia kama sina utambulisho, sina. Kwamba mimi ni kijana bado. Amen. Kijana, binti ambaye mmechumbiana alafu mnazini na mpo kanisani, ni ngumu kumwamini huyo binti. Hiyo ni matter of fact, yani huo ni ukweli ambao haupingiki. Kwamba sasa ni mke wangu, sawa, mimi nimeshaokoka, nimekuwa mchungaji, nimekuwa mtume, nina safari za mbali. Hivi nikimwacha huyu kwa jinsi ninavyomjua tokea mwanzo, anaweza kaitunza ndoa huyu? Uaminifu unaanza kuharibika kuanzia kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Bwana tusaidie tuondoke hapa vijana. Amen. Bwana asifiwe tena. Lakini dhambi ni mlango wa adui anaotumia kuharibu hatima. Tumeandikiwa wengi, wengine kuwa walimu, wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii. Lakini ukiachana tu na hayo,
kuna vitu vya duniani vya kushikika. Kila mmoja alikuwa na ndoto zake. Mwingine anataka kuwa engineer, mwingine anataka kuwa hivi. Lakini ndoto zinaharibika kwa sababu umeamua kuokoka, lakini umeshafungua mlango wa adui kuingia kuharibu maisha yako. Na Mungu ana haki. Mungu ni mtenda haki. Na kizuri ama kibaya, Mungu ana haki hata kwa shetani. Yaani shetani akienda mbele za Mungu kwamba Mungu, neno lako linasemaje? Kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Aya, mwenye haki wako sasa nimemkuta huku kwa Mwajuma. Vipi? Na Mungu kwa sababu anaishi kwenye neno lake, anafanya matakwa kama vile adui anavyotaka kwa sababu neno lishamruhusu. Bwana asifiwe. Mlango tunaofungua mara moja kwenye maisha yetu, na wengine tunacheza na tunasema huo ni udhaifu wangu. Hatima yako inalika hapo na huwezi kufika kwenye viwango vya ukuu. Bwana atusaidie. Naomba tusome Mwanzo 3:14. Hii ni habari ya Hawa na rafiki yake Adam, ambapo walishawishiwa na adui, na baada ya kufanya walichoshawishiwa wakawa watumwa. Watumwa kwa nini? Badala ya kuwa wamiliki wa dunia, wao ndo wakawa wanatawaliwa. Kwa sababu kiroho mtu unayemtii anakutawala. Bwana asifiwe. Ukisoma Mwanzo 3:14 inasema hivi: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi yako utakula siku zote za maisha yako. Lakini 16, nimeruka 15 naenda 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa juu ya mumeo. Sasa baada ya kufungua mlango wa kuisikiliza sauti ya adui na kumtii alichokisema, wanalaaniwa kizazi kizima cha Adam, kwamba sasa wewe kazi yako ilikuwa tu ni kuja bustanini na kuipalilia na kuikuza, lakini kwa sababu umeamua kumtii huyo nyoka, laana ikatawala juu yao. Na kuanzia hapo adui shetani anajenga uadui na mwanadamu. Alikuwa na uadui na Mungu, sasa ile bondi imekuwa kubwa tena, anakuwa adui na mwanadamu, na mwanadamu anakuwa chini ya shetani. Shetani anaitwa ni mungu wa dunia hii, lakini Mungu alivyotuumba, alituumba sisi tutawale. Imekuwaje? Ni kwa sababu alivyomtii, ile haki ya umiliki akaigawa kwa shetani. Bwana atusaidie. Ndivyo ambavyo leo tunagawa amali zetu au nguvu zetu kwa adui kwa sababu tu ya mlango wa dhambi. Mungu atusaidie. Kitu namba 2 ambacho kinasababisha kwa nini hatufikii ukuu ni uvivu. Sema uvivu. Tunaujua uvivu jamani. Amen. Lakini kwenye uvivu kuna aina za uvivu hapa. Kuna uvivu wa kutenda, lakini kuna uvivu wa kufikiri, alafu kuna uvivu wa kiroho. Sasa huu ndo mbaya zaidi. Ukisoma Mithali 6:10 pale anasema movu anasema bado kulala kidogo, anakunja mikono, na bado kulala kidogo anajigeuza huku. Yaani kuamka utamke kwa ajili ya maisha yako, wewe unasema bado kidogo bana, nitalala, ngoja nitaamka. Uvivu wa kufanya kazi. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Yaani sio tu kimwili, hata kiroho. Hutakula kwa sababu hujafanya kazi. Lakini pia uvivu wa kufikiri. Na ambapo tutasoma Wakorintho wa kwanza 15. Mtu anayeweza akanisomea nisaidie, na Mithali 3:5. Wakorintho wa kwanza 15
Wakorintho wa kwanza 15 na Mithali 3:5. Yes. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:34. 34a tu. Soma tu pale a. Hapo. Biblia inasema tumieni akili kama ipasavyo. Unajua kwa kadiri ubongo ulivyoumbwa, kwa namna unavyoutumia una expand. Lakini unavyozidi kuacha, unafanya kama unasinya au unazoelea mambo yale ambayo umezoea kufanya kila leo. Ndio maana kuna wakati unajikuta hivi sijafanya kitu gani? Mbona kuna kitu kama nataka ila sijui nini. Ubongo umeshatengeneza routine kwamba nikitoka hapa nitaenda hapa afu nitalala. Kwa hiyo unaposhindwa kuzitumia akili vizuri, ni lazima kuna namna maisha yako yatakuwa stagnant, yatakuwa yamezungushiwa uzio, kwamba wewe kwa sababu kufikiri kwako kumeishia hapa, sasa utaendelea hapa. Amen. Biblia inasema tumia akili zako ipasavyo. Usitumie ChatGPT. Tumia nini? Kuna watu yani ukimuuliza tu kitu huyo yupo huko tayari. Aniulize ChatGPT, vipi? Eti mji wa kwanza kuna nili unaitwaje? Unakuja pale. ChatGPT, hivi unamjua huyu lecture? Yani unajua, tumia akili zako ipasavyo. Bwana asifiwe. Lakini Mithali 3:5 kama kuna mtu amepata, naomba atusomee. Mithali 3:5. Naomba ungempa mic tafadhali samani. Mithali 3:5 inasema ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, si ndio? Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Amen. Unaweza ukakaa. Sasa unaona anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, lakini usizitegemee akili zako. Unajua kuna tofauti kati ya kutegemea na kutumia. Mimi sitegemei miguu kufika ninapotakiwa, kwa sababu kuna wengine walitoka tu wakagongwa na hawakufika. Amen. Lakini ninatumia miguu, jamani, amina, si ndio? Natumia miguu kufika. Lakini namtegemea nani? Namtegemea Mungu kunifikisha sehemu fulani. Amen. Si ndio jamani? Kwa anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na kule tumesema itumie akili yako ipasavyo. Kuna mtu ukimwambia sasa, mwanangu, inabidi tufanye kitu fulani hapa, maana huwezi kuishi maisha haya, anakufungulia andiko, anasema ndipo Yesu akasema, tazameni ndege wa angani, mtumishi wewe sio ndege. Anakuambia wao hafanyaji, hawavuni wala hawalimi, lakini wanakula. Sasa wewe ni ndege. Bwana asifiwe. Tuzitumie akili ipasavyo, lakini tusimondoe Mungu katika nafasi ya kumtegemea yeye. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa uvivu ni changamoto ya kwanza, ni changamoto ya pili ambayo inafanya tusifikie ukuu. Lakini tumeongelea uvivu wa kwanza ni uvivu wa matendo, lakini uvivu wa kufikiri, na namba 3 ni uvivu wa kiroho. Biblia inasema kuanzia enzi za Yohana Mbatizaji mpaka hivi leo, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Ukisoma Mathayo 11:12. Sasa Biblia ya Kiingereza inasema ule ufalme unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu wameitwa kama violent people. Yaani violent, kwa tukileta tu hivyo jinsi ilivyo kwa Kiswahili, ni kama mkabaji hivi. Yaani violent, yaani violence ni kitendo cha kihalifu. Amen. Lakini Biblia ya Kiingereza ndio imetumia hilo neno, kwamba the violent people are the one who take it and they take it by force. Yaani kwa nguvu ndo tunachukua ule ufalme. Kwa hiyo hakuna namna mtumishi
una akili zako vizuri, unaenenda zako vizuri na dhambi umeacha, lakini wewe ni mvivu kwenye mambo ya kiroho, huwezi kuinuka. Bwana asifiwe. Yaani lazima tu ukubali kwamba kuna mambo utafika, kuna kiwango chako kimekatwa, hautaendelea mpaka ufanye nini? Lazima uinuke kwanza kwenye mambo ya kiroho. Amen. Kwa sababu ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nini jamani? Wenye nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama mwana wa Mungu ni lazima uzijue haki zako za msingi. Huwezi kuishi kama mtumwa na kati baba yako ndo mtawala. Lakini kitu kingine cha tatu ambacho kinafanya tusifike kwenye ukuu ni ubinafsi. Msema ubinafsi. Wangapi wanampenda Mungu? Tunasema tunampenda Mungu ila hatumpi mali zetu. Malaki 3:8 inasema mwanadamu atamwibia Mungu mpaka lini? Yaani Mungu anasazani mpaka Mungu ameona sasa huu mchezo ushakuwa mbaya. Anasema mwanadamu atamwibia Mungu mpaka lini? Zaka utoi, sadaka yani ndio hivyo zamanati, michango ambayo kanisa linajengwa na wewe mwenyewe hutaki kutoa. Ubinafsi. Kanuni ya Mungu ni kila atoae anapokea. Kuna watu wanaishi kwa neema, wanaishi kwa imani. Sio kwa sababu unajua, ni kwa sababu kwa namna msingi wa dunia ulivyo, kila anayetoa anapokea. Na ndio maana wamebarikiwa ndugu zetu wa Arabu katika ukweli, wamebarikiwa kwa sababu ukiangalia takwimu za watu wanaofanya charity, wa Arabu ni wengi wame kwenye hiyo nafasi. Bwana tusaidie. Watoto wa Mungu sisi sio shida zetu hizo yani. Haleluya. Tusome Mwanzo 1:4 pale. Mwanzo 1 mstari wa 4. Mwanzo 4:5, Mwanzo 4 mstari wa 5. Namba nitasoma. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda mema hutapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni. Walakini yakupasa uishinde. Kaini yeye, Biblia inaandika kwamba alikuwa akimtolea Mungu vile vilivyokuwa vya nyongeza ambavyo tunafanya leo Wakristo wengi. Mtoto ameenda dukani, hiyo ni shilingi ngapi? Hiyo ni 3,000 mama. Nunua mkate wa 1,500. Hiyo inayobaki tutamtolea Mungu sadaka. Au anakuambia chukua hela kubwa ichenchike kidogo kidogo, hiyo itakayokuja sadaka. Tunamtolea Mungu masalu yanaitwa. Yaani kama ni nyanya, unaangalia zile ngumu unazitenga. Afu zile ambazo unaona hizi kesho hazifiki, hizi nimpe Mungu. Hii ndo sadaka ambayo ilikuwa akimpa Kaini. Na Mungu alikuwa haitaki. Yaani wewe ungekubali? Yaani tuseme tuwe tu wa kweli. Yaani wewe, mimi sasa ninakupenda mtumishi, afu ninakuletea na shamba lina ekari karibia 1,000. Si walikabidhiwa dunia waje wailime, si ndio jamani? Kwa hiyo walikuwa wana mazao, lakini alikuwa anaangalia vile ambavyo hivi vitanisusia hivi. Ngoja ndo anaenda kumpa Mungu. Wewe ungekubali? Ndivyo ambavyo tunatoa sadaka zetu leo wa Kristo. Alafu tunakuja kumlilia Mungu, Bwana mbona unibariki? Au ni jirani yangu mchawi? Wewe ndo mchawi yani mwenyewe. Ubinafsi. Sema ubinafsi. Mungu atuvushe hapo kwa jina la Yesu. Lakini kitu namba 4, kwa nini hatufikii ukuu?
ni kudharau mambo ya kiungu. Yaani tunayachukulia mambo ya kimungu kama ni jambo fulani la kishikaji sana, yaani kwamba mshikaji, yaani mchungaji mimi nasoma naye hivi, kuna ile nafasi ya mchungaji simpi, nachukulia poa kila kitu, akiongea, anavyotoa unabii, anavyofanya kila kitu, yaani mimi naona tu mchungaji bana, lakini tupo naye tu tunapigaga story hadi tunagonga hivi. Kwa kuna vingine anaweza akaniambia hapa, unajua ile kuchukulia mambo, kudharau mambo ya kiungu. Amen. Na katika mambo ambayo wengi tunayadharau, jambo la kwanza ni ibada. Yesu anasema walipo 2 au 3 nami nipo katikati yao. Leo tuna ibada za Wakristo ambazo mtoto anaingia na simu kanisani, ana chat. Yaani yupo online kabisa na yupo ibadani. Yaani pamoja na uwepo wa Yesu kuwepo, lakini bado yaani unamuonyesha Yesu kwamba unajua Yesu, hichi nilichonacho ni cha muhimu kuliko wewe, msubiri kwanza afu nitakuja tu nikusikilize. Ibada. Tumezipa ibada nafasi ambayo kimsingi kama wewe ndo ungekuwa mwenyewe, wewe mwenyewe usingeipokea. Amen. Ni Suzi tu ndo amenielewa. Kuna wakati tupo ibadani, simu inaita, mpo kwenye wingu, afu kuna mtu anapita pale ana, samahani naomba nitakupigia. Yaani kama huwezi kufanya kitu kwa mwalimu wako wa physics, ama huwezi kufanya kitu mkurugenzi wako amekuita kufanya kikao, ukikifanya mbele za Mungu, yaani we ni mchawi. Dhambi jamani si uasi, na uasi umefananishwa na uchawi. Yaani we ni mchawi hata kama uitiki. Lakini kitu kingine tunadharau ni maonyo madogo madogo. Unajua yaani kuna vimaonyo hivi, kwa mfano tabia, mavazi, kuwahi ibada. Mchungaji anakuuliza tu, mbona umechelewa ibada leo? Unajua mchungaji, unajua kesho mbona umechelewa? Mchungaji, unajua mimi na tuna presentation, tulikuwa na presentation usiku. Maonyo madogo madogo ambayo unayadharau, kuna siku yatakufanya ushindwe kuendelea katika imani, lakini ukashindwa kuendelea pia katika kujijenga mwenyewe na kuwachukulia poa watu wa Mungu kama tulivyosema. Unajua ukisoma kwenye Biblia sehemu fulani hivi, Musa yule alikuwa ni mkwe wake Musa na kaka yake walitaka wampige. Hiyo sehemu ipo kwenye Biblia. Mungu akachukia kile kitendo, kikawafanya yule mmoja akapewa ukoma, mwingine ardhi ikafunguka akamezwa. Ndugu, yaani kwamba mimi baba mchungaji ni baba yangu, kwa hiyo hata tu nisipoenda kanisani sasa baba yangu jamani anaiombea na familia. Mambo madogo ambayo tunayadharau au unavyomchukulia poa mtumishi wa Mungu yeyote, hata kama ni mme wako, yaani mme wangu mimi mchungaji au mke wangu mchungaji, anachokisema namtoa kwenye nafasi ya utumishi, namweka kwenye nafasi ya mume, ushafeli. Bwana atusaidie. Tunaongea na watumishi hapa jamani. Kwa nafasi ambayo unampa mtumishi wa Mungu, ukiishusha kiwango kwa sababu ya namna unavyomtazama, huwezi ukakipata cha kimungu kwake. Lazima tu utajikuta umeanguka. Namba 5, kitu ambacho hakitufanyi tufikie ukuu ni kukosa unyenyekevu ama kiburi. Kukosa unyenyekevu ama kiburi. Naomba utaandika haya maandiko. Isaya 14:12, Isaya 14 mstari wa 12 mpaka 13. Mathayo 19 mstari wa 14.
Mathayo 11 mstari wa 25. Yes. Kukosa unyenyekevu. Tunafahamu kitendo tu cha kitu kimoja kikubwa ambacho kilimfanya shetani kushuka kutoka mbinguni kilikuwa ni kiburi. Hiyo wote tunafahamu, si ndio? Kwamba ukisoma ile Isaya pale 14 anasema nitakiinua kichwa changu nipande mpaka kwenye kiti cha aliye juu, alafu hicho kiti nikipindue. Yaani shetani alifikia hatua akaona sasa, Mungu mimi nafasi aliyonipa, mbona kama anataka tena kunitawala, sasa mimi sitaki, nataka nimtawale mimi. Bwana asifiwe. Ndivyo ambavyo watumishi wengi tunaanguka kwenye utumishi kwa sababu ya hicho kiburi. Yaani wewe unajiona, mimi na mchungaji wangu nikijipima hivi, mchungaji kwanza mimi nimesoma kumzidi, sasa mimi inabidi nikaanzishe kanisa, afie ndo awe mzee wa kanisa. Yaani Bwana tusaidie. Kiburi kinainuka ndani ya nafsi ya mtu. Anaona hii nafasi, japo ulikuja ukapokelewa, lakini unaanza kujiona kama mbona hawanipi heshima ninayostahili. Kiburi. Kuna uhusiano mkubwa kati ya unyenyekevu na kumjua Mungu. Amen. Kiburi kinachosababisha, kitu cha kwanza ni kinasababisha tunakuwa vipofu wa kiroho na tunakuwa viziwi wa kiroho pia. Kiburi kinachosababisha hayo ni madhara au matokeo ya kiburi, yanasababisha tunakuwa vipofu wa kiroho ama tunakuwa viziwi wa kiroho. Na watu viziwi au vipofu ambao viziwi au vipofu wa kiroho wanakuwa namna gani? Hawana mpango na neno linalofundishwa, kama tulivyoongea. Yaani wewe unakuja ibadani kwa sababu umezoea kuja ibadani. Yaani kuna mtu anakuja ibadani kama anaenda sokoni yani. Hata sokoni unabeba kikapu au mfuko. Sasa unakuja ibadani. Yaani unakuja tu yani, huna pa kuandika, huna Biblia. Hata ukikutana na mtu anashindwa kuelewa au anajua tu upo labda kwenye mishe zako. Unaenda kwenye mazoezi. Bwana tusaidie. Hiyo pia ni aina moja ya kiburi. Kwenye Biblia watu wengi waliokuwa na utindo walitembea na Mungu kwa viwango. Ukimsoma Abraham anaambiwa toka, nenda mpaka sehemu nitakayokuagiza. Yaani Abraham kwenye familia aliyotokea wanaabudu miungu, na hakukuwa na reference ya Biblia kwamba Abraham akasoma Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo ili ajue Mungu ambaye ninatakiwa nimfuate yupoje. Hakusoma. Lakini kwa moyo alionao wa utii akaamua kwenda, akamfuata, akafuata sauti ilipomwelekeza. Amen. Leo Abraham ni baba wa imani. Sasa kuna mtu hapa akiangalia anayataka tu matokeo, hataki gharama, hautofika. Ukimwangalia hata Yohana anaambiwa nenda msituni ambapo atakula tu nzige, atakula tu asali. Amen. Yaani sio kwamba Yohana alikuwa hawezi kula ugali au mikate kama Wayahudi. Lakini kwa sababu tu alisikiliza ile sauti ya Mungu akaenda mpaka nyikani kule. Alafu Biblia inamtambulisha vipi Yohana? Kwamba inasema hakuondokea mtu katika tumbo la mwanamke ambaye ni mkuu kuliko Yohana. Yaani Yohana ukimlinganisha na Elia aliyeua manabii wa Baali 400, Yohana ni mkubwa kuliko Elia. Yesu mwenyewe ndo anasema hivyo. Bwana tusaidie. Utii ni maumivu. Yaani utii, kuna muda unaona unatii, Mungu anakuambia nataka sadaka fulani umpe mtu. Afu ndo nauli ulioipanga au ndo hela umesema sasa hii hapa nataka nikale na familia yangu leo kitimoto. Alafu Mungu anakuambia hiyo hela nataka umpe mtu fulani. Ule utii ni maumivu, ndio maana wengi tunaukwepa. Yaani unasema kama ile unaikemea ile sauti. Shindo pepo. Sio pepo, Mungu anakuambia mpe.
Huwezi kwenda kwenye ibada kama unaenda sokoni, tumeshaongea, si ndio jamani? Yani mtu unasema kwenye kipindi cha physics ama cha hesabu unabeba notebook kubwa, lakini ukija ibadani unasema nitakariri. Yani wewe unamzidi Yohana kukariri. Yohana anaambiwa yaandike haya unayoyaona, basi naye angekariri basi, au Musa. Bwana atusaidie jamani, si tunapona. Lakini dalili ya mtu aliyekosa sikio sikio la kiroho ama macho ya kiroho, tumesema kiburi kinakufanya unakuwa kipofu na kiziwi wa kiroho. Huyu mtu anakuwa ni mtu wa mazoea, ameizoelea. Unajua kuna ile watu wanasema mimi nimeokoka tokea mwaka 2000 hivi, yaani mimi kwenye wokovu ukinilinganisha mimi unikuti. Lakini angalia maisha yake, hayana mabadiliko. Ibada anazozifanya hazina mabadiliko. Ni kwa nini? Kwa sababu ya mazoea. Kwenda kanisani sio shida, kutoa sadaka sio shida, ila mioyo yao tayari ni mizito, hawawezi kukipokea tena cha kimungu. Ndio kuna watu baadhi unampanga kwenda labda sehemu, ni mpaka umpe position kwamba sasa mtumishi wa Mungu utatuongoza sifa kwenye mkutano, ndo anakuja mkutanoni. Bila hivyo hayupo, ana assignment, na assignment zinakuwaga nyingi hapo. Bwana atusaidie. Vijana oye! Jamani, wababa oye! Si hapa tupo na wababa. Mazoea, ibada zimezoeleka kwa sababu tu kuna mlokole mmoja, yeye amezoea tu kumwabudu Mungu kwa kiwango chake anachokijua. Sauti ambayo anaimbia ndio hiyo hiyo alionayo. Amen. Hataki kujinyenyekeza kwenye maombi. Yetu ni mtu wa na wana miaka mingi kwenye wokovu, ila hawana matokeo, hawana badiliko, au watu wa kipofu na kiziwi wa kiroho. Amen. Unakutana na mlokole ana laini 10, afu zote amekopa songesha. Kwa hiyo akikopa tu anaivunja. Yani mwanangu, mbingu kuiona, kwa sababu we ni mwizi kama wengine tu. Yani ulichobadilisha ni pa kuibia, ila we mwizi. Bwana atusaidie. Anaambia mtumishi, hapa ninadaiwa, usitume kwenye hii namba na kutumia namba, lipa. Biblia inasema hata ingia mwivi, mlevi, mwasherati kwenye lile lango. Yani unadaiwa hata 500, mtumishi lipa, usivunje line. Bwana atusaidie. Kwa sababu sasa anayeiba njiani na kupora anakimbia, na wewe yani wote tu ni waizi. Ni lazima tukubali badiliko la kimungu ndani yetu. Amen. Na hilo linakuja kwa kunyenyekea. Ni lazima tukubali neno linapokuja, kulipokea kwa namna ambayo Mungu amekusudia linibadilishe mimi. Bwana tusaidie sana. Jamani, haleluya. Ukikaa na jirani yako amelala, mlete hapa tuhubiri naye. Amen. Kuna nafasi utozipata utakapokosa unyenyekevu. Kazini, shuleni, hata kanisani pia. Kuna wengine walivuliwa madaraka baada ya kuonekana wanafanya mambo mengine ambayo sio. Mungu mwenyewe huficha mambo kwa wanaojiinua, ila anawafunulia wenye unyenyekevu ndani yao. Anasema mambo haya wamefichwa watoto wadogo. Mambo haya wamefichwa wenye hekima na wenye akili, ila wakafunuliwa watoto wadogo. Kuna viwango fulani utafika kwa sababu ya kiburi ulichonacho. Yaani kwa sababu unaona tu mzigo wa kuamka saa 2 kwenda ibadani ni hudhuria ibada ya kwanza, mimi sitauweza. Kuna viwango pia utafika kwa sababu umekosa unyenyekevu wa hapo tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha mwisho kwa tathmini yangu niliyokuwa nimeifanya na Roho Mtakatifu, kwa nini hatufikii viwango vya ukuu, ni imani, ambalo hili linakuwa ni jambo la 6. Imani.
Kukosa imani au kuwa na mashaka kunasababisha mambo haya hapa. Namba moja, inasababisha hofu. Bwana asifiwe. Lakini namba mbili, inasababisha kupitia kipindi kigumu kwa kukosa imani. Namba tutasoma Mathayo 14:28 mpaka 30. Mathayo 14:28 mpaka 30. Nitasoma 14:28 mpaka 30. Nasema hivi: Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Mstari wa 30 unasema, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Kwa sisi tutasimamia hapa, lakini alipouona upepo akaogopa. Amen. Na alipoogopa akaanza kuzama. Kwa kitendo cha kukosa imani kwenye jambo fulani, imani unaikosa vipi? Kwamba hili jambo ninalolipitia hili linaweza likawa kubwa, ili Mungu mwenyewe linaweza likamsumbua. Au unasema huu mzigo sitaki nimbebeshe Mungu. Yani inafikia hatua kwamba sasa umeona kwa Mungu ana majukumu mengi, ili hebu ngoja niende nalo mwenyewe, mimi nitaliweza. Lakini inafikia katikati unashindwa, au unaanza jambo na Mungu, alafu kutokana na ukubwa wa jambo na kutokana na sauti unazozisikia pembeni yako kwamba walioanzaga hivi waliishia katikati, ndugu yangu, au walioanzaga hivi wana hatua mbaya sana ya kimaisha. Maana ukifeli ushafeli, yani ile ni heri hela yako ukaiweke pengine. Ile hofu unayoikubali ingie ndani yako inakuangusha kwa kiwango ambacho pengine hata kabla ya kuanza ukuwa nacho, yani unaanguka zaidi. Tunaona Petro anatoka chomboni afu anatembea kwenye maji, kwa akaanza kuzama, si ndio? Alivyoogopa. Kwa kiwango cha kukosa imani kwetu kinatusababisha, inatuletea kitu kinaitwa hofu, ambayo hofu inatujengea kutokufika kwenye kusudi au kutokufika kwenye lengo. Lakini hofu ni mpaka wa imani, kwamba unapoona hofu tu imani yako inakuwa inaishia hapo, kwa sababu kitendo cha wewe kuogopa ni kumwambia Mungu kwamba huku sina uhakika napo. Kwa imani yako inaishia hapo, huwezi kuendelea. Kwa mpaka wa imani yako unakuwa pale kwenye hofu ilipoanzia. Bwana atusaidie sana. Yesu anauliza, nitakapokuja nitaikuta imani? Kwa sababu kizazi kilichopo imani yake ni ndogo sana, na udogo wa imani unasababishwa na kutokumjua Mungu tunayetembea naye yupo vipi. Yaani Mungu tunayetembea naye kwa viwango hivi hatumfahamu, mpaka tuhadisiwe, mpaka mwingine atoe ushuhuda fulani. Na kuna wakati anatoa ushuhuda tunasema huyu Mungu wake amemsaidia, lakini mimi ningepitia hapo sina uhakika wa kutoboa. Bwana atusaidie. Yesu anauliza, nitakapokuja nitaikuta imani? Lakini tusome Luka 7:19 alafu tuendelee. 19:23 mpaka 23. Luka 7 mstari wa 19. Luka 7:19, naomba nitasoma. Inasema, ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake walisema,
Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Unaona? Mstari wa 21 unasema, na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Sasa tumesema chanzo cha imani yetu kushuka ni tunapopitia matatizo. Amen. Tunapopitia magumu. Yohana ni mtu aliyemtambulisha Yesu. Ukisoma tu kule kwenye Yohana 1, yule mbatizaji anaelezea, anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Anamtambulisha pale mpaka anambatiza. Ye mwenyewe anajisema, kwa maana ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi, wala sistahili hata kuifungua gidamu yake. Alafu anamuuliza, kwani huyo anayekuja ni nani? Sio wewe? Anasema sio mimi. Alafu ndo anamtazamia Yesu anavyokuja. Kwa Yohana mwenyewe anambatiza Yesu, lakini leo yupo gerezani, anawatuma wanafunzi wake, anamwambia hivi, hebu kamuulize Yesu, hivi ni yeye kweli au kuna mwingine anatakiwa aje? Kwa sababu Yesu yupo kwenye mission. Mtu aliyembatiza yupo gerezani, Yesu hajaja kumuona. Anaingiwa na hofu, anaingia na mashaka kwamba au huyu siye. Ndivyo ambavyo leo kanisani tuna mambo tunapitia wakati huo muda fulani, kwamba hivi ni Mungu kweli ameniita niokoke au ni mimi tu hisia zangu zilinipeleka huko? Unajua kuna wengine waliletwa kwenye wokovu na marafiki, kwamba rafiki yangu anapenda kuimba, ngoja niende kanisani kwao. Amekuja siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, amelipuka mapepo, kaokoka. Sasa Yohana anawatuma wanafunzi wake, anamwambia, hebu mkamuulize ni yeye kweli ama tusubiri mwingine? Alafu sasa alipofika tu Yesu hajawajibu, akamwambia, nyewe kaeni kwanza hapo. Ndio ukisoma mstari wa 21 anasema, na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba na mapepo na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Alafu sasa akawageukia akasema, ndipo alipowajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana haya mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona na viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema, naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Kuna wakati viwango vyetu vya imani vinapungua kwa sababu ya wakati mgumu, kwa sababu ya mawimbi tunayoyapitia. Umeokoka tu, mume naye ameamka, yani hataki kukusikia. Kila siku unavyorudi nyumbani, tulipata ushuhuda siku moja kwamba yule mama anapigwa kila siku na mume wake, kwamba wewe unachelewa, nishakwambia usiende huko mazoezini, sijui usiende ibadani, kila siku ni kipigo. Lakini yule mama hakumwacha Mungu. Amen. Ni story ndefu, kwa hiyo nakupa tu na kurifaa kidogo pale. Kwa hivyo changamoto tunazozipitia ni changamoto ambayo alipitia Yohana, kwamba sasa mimi yani nipo gerezani kweli, leo ni siku ya ngapi hata hujaja? Ndivyo ambavyo tunaenda tunamuomba Mungu kwamba Mungu, nimekuomba tokea mwaka fulani mpaka leo hujajibu. Lakini Yesu anasema wale saa ile ile vipofu wakaona, viwete wakasikia, viwete wakatembea, viziwi wakasikia. Hapo anasema ni heri na asiye na mashaka na mimi. Tumwamini Bwana kwa kiwango cha ambacho akifanya ni Bwana, asipofanya bado ni Bwana. Amen. Bwana ni mponyaji hata asipokuponya. Yaani yeye ni mponyaji. Mungu anabaki kuwa Mungu hata kama hajakupa bado unachokitaji. Yeye bado ni Mungu. Amen. Natamani kiwango chetu cha imani kiwe hivyo leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imani pia ni kikwazo kimojawapo cha kutokufikia kiwango cha ukuu ambacho Bwana alituandikia. Naenda kumalizia na ni nini tufanye? Tufanyeje sasa? Maana tushaona changamoto
tayari ni zile tulizozitaja. Sasa tufanyaje ili tuweze kufika? Maana hakuna anayependa kukaa kiwango cha chini mpaka mwisho. Bwana tusaidie. Tufanye nini? Kwa sababu Mungu ametuandikia ukuu tokea zamani. Sasa tufanye nini? Namba moja, turudi kwenye nafasi zetu na tufanye kwa ubora. Turudi kwenye nafasi zetu na tufanye kwa ubora. Wewe mwimbaji, imba sana. Muombaji, omba sana. Kuna vijana wanapenda wana passion ya kusoma neno la Mungu. Wanatamani, wanachambua maandiko vizuri, na sio kitu kibaya. Fanya sana ambacho kitakufanya uweze kuhubiri injili kwa hata maprofesa. Bwana tusaidie. Maana kuna watu ambao wapo kwenye ufalme mwingine hawataki kuokoka. Ni kwa sababu mtu wa kuwavuta kutokana na mentality walionayo hajapatikana. Kwa hiyo wewe una hamu ya kusoma Biblia, una hamu ya kuelewa, una hamu ya kuchambua, fanya kwa ubora. Bwana asifiwe. Ni mtu wa media, fanya kwa ubora. Sawa Sudan? Yes. Kwa kila mwenye nafasi yake aielewe nafasi yake na afanye kwa ubora. Lakini moyo wa ibada na kumtafuta Mungu. Ukisoma Ayubu 22:21 na Mithali 1:7. Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo wa ibada wa kumtafuta Mungu, wa kutamani kuyajua mapenzi ya Mungu, lazima uwe nao. Nitasoma Mithali 1:7. Inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa moyo wa ibada unakufanya uzidi pia kumjua Mungu wako zaidi. Unakufanya uzidi kumuelewa Mungu ambaye umemfuata. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na moyo wa ibada wa kumtafuta Mungu. Lakini kingine, katika kurudi kwenye nafasi zetu, tengeneza na Mungu. Kuna mahali ambapo umejiona kabisa, hapa nilikosea. Tengeneza na Mungu. Kuomba rehema kwa Mungu. Amen. Kuna watu walichukua hatua ambazo leo hawawezi kurudi nyuma. Sasa huwezi kubadilisha kule. Kinachofanya ni lazima uanze kuyaomba mapenzi ya Mungu leo ili akuvushe hapo ulipo. Bwana asifiwe. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Hili neno ninalipenda kwa sababu kwa namna ambavyo lilivyoandikwa mimi mwenyewe linanipa raha. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Unaona hapa wanaoongelewa ni watu wa Mungu. Sasa ni wewe ambaye umeokoka na mimi hapa. Bwana asifiwe. Watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Hapa wameweka kituo. Tumeona jamani, tumeona hizo hatua. Ya kwanza kujinyenyekesha, lakini cha pili kuomba, alafu cha tatu kutafuta uso, alafu cha nne ni kuziacha njia mbaya. Kwamba tunapokosea hatukimbii kwenda mbali na Mungu. Kuna watu wakifanya dhambi, wana Mungu sasa hii hataweza kunisamehe maana hii dhambi sasa imezidi. Lakini Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo maombi yako yakiwa yamefuata hizi process,
wewe mwenyewe umejiweka moyo wako kwa kumlingana Bwana, lazima Mungu atakusamehe, lakini lazima pia ataiponya nchi. Hapa kuiponya nchi amelenga watu, lakini amemlenga pia mtu binafsi, kwamba wewe una jambo lako, Mungu lazima atakujibu. Bwana asifiwe. Kwa ni lazima tutengeneze, turudi kwenye njia ambayo Mungu ametutaka tuwe. Jambo la pili, tufanye nini ili turudi kwenye ukuu? Ni maombi. Jambo la pili ni maombi. Sisi ni viumbe wa kiroho, tunafahamu hilo. Amen. Hakuna namna mtu wa kiroho utapambana kimwili ukashinda. Ni lazima tuingie rohoni. Na mtu aliyekataa maisha ya kiroho, yeye ni mtumwa kwenye hayo maisha. Ieleweke kwamba mchawi anakuwa sponsored, anapandishwa cheo, ameanzia kiringeni, hajaanzia tu kwenye kufanya bidii, ameanzia kwenye kiringe. Sasa sisi kiringe chetu ni Yesu jamani. Bwana asifiwe. Kwa sisi hatuna pa kwenda, tunamfuata Yesu. Yaani tunang'ang'ana hapo hapo. Bwana asifiwe. Maombi, haswa maombi ya vita. Yaani maombi, tumeshasoma kwamba wale wanaoteka ufalme wa Mungu ni ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Kwa tunapoingia kwenye maombi, sio swala la kumuomba adui atupe au asitupe. Ni swala la kutaka, yani tunataka. Bwana asifiwe. Bwana ainuliwe. Ukisoma Kutoka kule, Farao anamwambia sasa, kwa sababu mnataka kutoa sadaka, basi chukueni ng'ombe, ila mtatuachia watoto, mtatuachia wamama na wao wazee, ila nyie nendeni mkafanyaje? Mkatoe sadaka na wao ng'ombe. Afu Musa anamwambia hivi, tunatoka sisi na watoto wetu, tunatoka na ng'ombe zetu, tunatoka na kuku zetu. Yaani hata kama kulikuwa kuna kisungura kimezaliwa, tunaondoka na kisungura. Bwana asifiwe. Atumwachii shetani hata uzi. Lakini hayo tunayapata kwenye maombi. Ni lazima usimame na Mungu, ni lazima wewe mwenyewe uamue kwamba sasa ninaomba. Uombe mpaka maombi yaone umeomba. Bwana asifiwe. Si mnaniruhusu nimalizie, watumishi wa Mungu? Jamani, amina. Tumebakisha pointi 2 tu, alafu tuombe tuende nyumbani. Au tuishi hapa hapa? Hizo sura zinaniogopesha. Bwana asifiwe. Namba 3 ni kutambua majira na nyakati za kujiliwa kwetu. Mhubiri 3:1. Kutambua nyakati za kujiliwa kwetu. Katikati ya jaribu, mtu wa Mungu, sisi hatuoni jaribu, tunaona fursa. Kuna tajiri wa dunia aliibuka kipindi cha corona. Alikuwa ni mwanzilishi wa sanitizer. Yeye alikuwa yupo zake tu, hata ana hili wala lile, alafu corona ikaibuka. Si akaona fursa, yani nyie mnapambana, sasa tujifungie ndani tu kwa sababu tutakufa tukitoka nje. Yeye haoni huo nini ugonjwa. Yeye akaona hapa nachomokea hapa. Bwana asifiwe. Kwa sisi serikali, watu wanapoilaumu serikali, sisi tuone ni namna gani sasa hawa watu ndo wateja. Yaani Mungu anavyokusikilizisha kwamba kuna mtu analalamika, unajua serikali imefanya hichi na hichi, huyo ni mteja wako. Wewe uone fursa, usione kile anachokiona yeye. Bwana asifiwe. Jamani, sisi wajasiriamali, si ndio? Tena mimi naonaga kuna watu waingi na madaftari, nitanunua madaftari nilete niuze 3,000. Afu mchungaji asiyenunua tunaweka fimbo pale ya Musa. Nyie tu msiendelee kuja na madaftari. Kwa kutambua majira na nyakati za kujiliwa. Kuna wakati fursa inakuja kama balaa. Yaani wewe, yaani unaiona, yaani ukiangalia kwa upande huu hapa,
unaona huu ni mkosi kabisa, lakini ukiigeuza ndio mahali pa kuondokea. Bwana asifiwe. Kuwa tayari kwa kila wakati. Wakati ambao huna kazi, wakati ambao huna connection, ndo wakati wa kujiboresha. We kama wewe, wengi tumesomea career zetu, lakini kuna wengine hawajaajiriwa kwenye hizo career. Mtu amesomea mambo ya sayansi na nini, afu anaenda tu anaajiriwa, anakuwa hata afisa wa mauzo. Unaona bwana. Bwana asifiwe. Kwa tujiboreshe kwenye kila namna ambayo Mungu atatupa jicho la kuona. Tutatue matatizo kwa jamii. Ukienda kumsoma Dorcas kule kwenye Matendo ya Mitume, yeye alikuwa tu anawashonea watu bure, anawapa vitambaa, anawapa nguo. Siku alipokufa, mji mzima ukalia Dorcas afufuliwe. Ndio Paulo akaenda akamfufua. Kwa tuwe chachu ya kutatua matatizo kwa jamii. Bwana asifiwe. Lakini angalia marafiki, natambua yupi wa kwenda naye. Rafiki ana mchango mkubwa kukuinua kiroho na kukushusha pia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 27 inasema chuma unoa chuma, ndivyo rafiki unoaye uso wa rafiki yake. Kwa hiyo wewe ni wa moto, kuwa wa moto. Sawa Suzi? Yani tafuta connection ambayo wewe ni mlokole. Sasa unakutana na kijana amejikomiti na walevi na wavuta bangi chuoni, lakini yeye wamempanga hata nafasi kasfeta. Kitu anachokiweka pale, hata uhubiri basi, haya una marafiki hao, uhubiri basi wahubirie waokoke. Lakini kutwa kukicha wewe ndo unahubiriwa.